Tuamie kwenye eneo la wekundu wa Msimbazi. Wenyewe wamemtambulisha meneja mkuu Dimitar Pantev kama meneja mkuu wa kikosi cha wekundu wa Msimbazi. Kupitia hicho na Ahmed Ally ameshasikika akizungumza kwamba hatakuwa tu meneja mkuu, lakini pia atakuwa ni kocha ambaye anashughulika na kuratibu mambo yote. Tunahamia kwenye mifumo ya huko nje kama jinsi ambavyo inaonekana. Ila ukitazama kwa nchi za Afrika na hasa katika ligi hizi zetu, kuhamia kwenye mifumo kama hiyo kwa wekundu wa Msimbazi inawezekana? Kuitwa kocha, kuitwa trainer wa mazoezi, kuitwa TD kwa maana technical director, inategemeana na structure ya muundo, yani ule muundo wa timu yenu mmeukaje. Kunatakiwa kuwe na aina ya watu wa aina gani. Wenzetu manager wanatumika muda mrefu tu ndio coaches. Ferguson ashakuwa manager, Mourinho ashakuwa manager, Arsene Wenger na wengineo. So kinategemea na structure ya klabu inahitaji kumuita kocha mtu wa aina gani. Structure ya Simba inapokea manager, kwa sababu ukisema kocha kuna vigezo nadhani sisi nimeambiwa vya kimataifa na nini na vitu kama hivyo. Kwenye benchi la ufundi pale, qualifications za CAF na mambo kama hayo. Azam FC wamewahi kuwa na Yusuf Dabo na Bruno Ferri. Bruno Ferri ndio alikuwa qualified, amequalify kwenye vigezo vyote vya CAF na ligi yetu, Bruno Ferri. Lakini ukija kwa upande wa Yusuf Dabo akuwa ana qualifications zake za vyeti. Kwa hiyo ilikuwa hata kama wanafundishana huko mazoezini inavyokuwa na nini, kocha mkuu anaonekana Bruno Ferri kwenye makaratasi ya PFF. Na tuzo zikitoka za mwezi, tuzo zilikuwa zinaandikwa Bruno Ferri. So hopefully you understand what I mean. Kwa kama wanaye Matola na amequalify, kwa tuzo zitakuwa zina mention Matola, lakini anayeifundisha timu na kuiongoza timu wanapokuwa kule kwenye benchi la ufundi, mkuu manager ni kocha wao Pantev, ndio. So kwangu mimi siwalaumu sana Simba, ila hajakaa poa. Kwa uwezo kuniambia kwamba yani ilikuwa lazima yeye na lazima ana vyeti, bado kidogo. Akisema tu kwa sababu tayari kipindi hiki msimu umeanza, kupata kocha kirahisi wa vigezo hivyo kunakuwa na mtihani kidogo. So inaweza likawa ni jambo la short term plan, kutokana kwamba kujipanga na Fadlu alikuwa amejipanga naye, kulikuwa unaiona tija, unaiona potential. Kuna pala Fadlu alikuwa anaipeleka Simba, no doubt. Watu wameona potential, wana madau ya fedha, wamethaminisha thamani yake, wamemnyakua, si ndio? So kwangu mimi ni tija kwa Simba, kwa sababu wanahitaji timu istetereke, wapate mtu ambaye ana uwezo kidogo wa ngazi za juu za kimataifa, lakini sasa vyeti hana. Kama vyeti tu, vyeti vipo vya Matola vitatumika, lakini watapatia mafanikio kupitia huyo kocha. Cha msingi cha msingi watulizane. Kiingiaga kocha kama hivi kuna kupata. Alikuja Benchika akiwa kocha bora Afrika. Mbona kiasi kubwa nakumbusha hili? Benchika alikuja kocha bora Afrika ambaye alibeba ubingwa wa kombe la shirikisho dhidi ya Yanga, ambaye ni kocha ambaye alibeba ubingwa wa Super Cup dhidi ya Al Ahly. Lakini mzigo ulimkataa, baki kwenye benchi peke yake, nakumbuka usiku kucha anawaza ni kwaje ya matokeo. So kuna mawili, upate sana au ukose sana. Kwenye makocha humu kunategemeana sana na timu ulionayo. Unao wao nyota wa kupokea mabadiliko ya haraka haraka. Yanga mwaka jana wambadilisha kocha mara 3 na wametoa ubingwa. Kwa katika kutoa ubingwa huko ukiwa na makocha watatu tofauti ambao hawafanani mifumo kabisa. Alivyokuwa akicheza Gamondi, alivyokuja Ramovic na Hamdi, ni makocha watatu wa mifumo mitatu tofauti ndani ya miezi 4-5 tu. Kwa sababu Gamondi aliachiwa ilikuwa si Oktoba, si Novemba. Kaja Ramovic kama miezi 2. Maana yake jumla mingapi hiyo? Kutoka Gamondi mwezi wa 10,
Ramovic kaondoka Disemba, Januari kaja Hamdi, miezi 5-6 unabeba ubingwa, makocha tofauti, kwa sababu tayari Yanga walikuwa washatengeneza timu. Na hii hapa ndo hapo unaona kuna mapungufu ya Fabrice Luamba Ngoma, Shemalon Fondo, lakini Rushain kocha mimi beki mzuri, midfield yao yule Kante ameingia kwenye timu, lakini bado mimi kuna baadhi ya vitu hajanipa ninavyotarajia. Ila siwezi kusema kwamba hafai, sio kweli. Nadhani kocha huyu ana kazi ya kufanya, na kama kuna advantage ya mechi za kimataifa apate nafasi ya kuendelea kuunganisha wachezaji, itamsaidia zaidi. Yes. Kuna wengine wanauliza vipi inakuwa kwa kocha sasa kuweza kupata hiyo pro license ya CAF kukaa kwenye benchi la ufundi kwenye ile touchline. Ni muda gani wenda anaweza akachukua kufanya mafunzo hayo, ama inachukua muda mrefu sana? Tutarajie kuendelea kumuona kwenye nafasi hiyo hiyo na Matola kwa. Faida ya hizi course unaweza ukasoma huko unaendelea na kazi. Yusuf Dabo anamaliza msimu tayari alikuwa shapasha qualify. Alikuwa anaanza msimu wa 20 huu wa 25 20 no, alitoka 20 ule wa 24 25 ndo aliondoshwa. Lakini 23 24 alikuwepo akiwa ana vyeti. Msimu unaisha kamaliza kozi na alikuwa anatakiwa 24 25 awe na vyeti. Kozi hizi ni vya muda mfupi, na of course wenzetu advantage watu weupe wanaweza kusoma online na mambo mengine yakaendelea, lugha nzuri, break zipo za national team hizi na nini za FIFA. Very simple, akitaka anaweza kaipata, na ukashangaa tunaingia kwenye dirisha dogo hapo miezi 3-4 baadaye kocha asha qualify kama akihitaji. Na I don't know why kwa inakuwa shida nini, sielewi. Lakini nadhani ifike pahala tuthamini sana hiyo taaluma, na tuanze kuangalia watu ambao tupate tabu tena eti atasimama huyu atafundisha mazoezini. Timu namba 4 kwa ubora, sio namba 5 kwa ubora Afrika. It doesn't make sense to me. Yani yes, ghafla Fadu, lakini so many coaches here around the world. Sidhani niseme pengine labda ni short term plan mpaka kufika Januari maybe natoa nafasi hiyo. Yes. Tuangalie kwa Azam Football Club pamoja na Singida Black Stars, ni timu ambazo zinaonekana zina ushindani mkubwa kwa hizi timu mbili ambazo ni vigogo, Simba na Yanga. Kwa kipindi kama hiki Simba na Yanga wanaonekana kulegalega hasa kwenye eneo la benchi la ufundi kwenye upande wa kocha. Hizi timu mbili zinaweza zikafanya vizuri au ndio nyakati za kufanya vizuri ili kuweza kufanya makubwa kwenye ligi ya NBC? Wakati msimu hujaanza nilizungumza mara 3 mara 6 kuhusiana na Azam FC, nilizungumzia KMC, nilizungumzia na Singida Black Stars. Nilizungumza kwenye mlengo upi? Nilizungumza kwenye mlengo wa ukubwa wa Ibenge, ukubwa wa Gamondi ambaye tayari ndio kocha wa pekee. Gamondi ambaye kocha wa pekee kwenye ligi yetu ambaye ana ubingwa wa ligi. Kocha ambaye shaipiga Azam, shaipiga Simba vibaya mno chumba 5. So nadhani naeleweka. Ana 8 nyingi kuliko kocha yoyote hapa Tanzania. Chapiga watu 8 nyingi. Yaani 5 mzunguko wa kwanza, 3 mzunguko wa pili. Au umesahau? Kina KMC wale, JKT wale washapigwa. Kuna ule Coastal Union yule kashaoshwa anapotaka. Gamondi 5 za kutosha, na mzunguko wa pili 3 8. Kwani sio kweli? Kweli. Lakini vipi kuhusiana na Masio Maximo? Kwa sababu tu yupo KMC, kwa timu ambayo sio daraja hizi za kimataifa kwa sasa, lakini tunazungumzia ukubwa wa profile lake, exposure alionayo, experience alionayo, mazingira ya Kitanzania anayajua. Ni muda mrefu sasa, miaka 15 hadi 13 huko nyuma aliondokaga kwetu, lakini haifuti experience ya mtu. So nabaki na Ibenge, Gamondi kama challengers. Hawa wote hawa michuano ya Afrika wanaiweza. Gamondi alifikisha Yanga kwa mara ya kwanza baada ya miaka 25 group stage klabu bingwa toka 98 mpaka 2023.
23-24, sawa, na akaifikisha robo finali ambayo watu waliamini Mamelodi alifungwa ile goli na Aziz. Lakini Ibenge, bingwa wa Afrika kombe la shirikisho, Ibenge ana historia nzuri sana, anajua soka la Afrika, ana nyota mahiri Azam. Kwa kwangu mimi, kwa Afrika kombe la shirikisho aidha zote mbili au kuna moja inaweza ikafanya vyema. Sijui itaishia robo, nusu, hatua gani, finali, I don't know, bingwa mimi sisemi huko, ila itafanya vyema kutokana kwamba Azam kwa mara ya kwanza anatafuta kuingia group stage, na iona uwezekano upo. Kwangu mimi very simple, kutokana na opponent aliyopangwa naye Singida Black Stars, no doubt wachezaji alionao kina Chama wale. Chama ni top 5 ya wachezaji wa muda wote Afrika kwa idadi ya kufunga. Hudumu Yanga kwa mafanikio, ameenda RS Berkane. Mimi ni Simba kwa mafanikio, ameenda RS Berkane ya kufanikiwa, akarudia Yanga. No, Simba kwanza tena kwa mafanikio, afu akaenda Yanga na mpaka sasa yuko Singida. Yuko Aucho pale. 4 times consecutive champions. Cheza Serbia miaka miwili, cheza Misri miaka 1.5 sio miwili, cheza Yanga kwa mafanikio miaka 4, alikuwa Gor Mahia, bonge la player midfield eneo la kati namna hii. Kahudumu na Gamondi miaka 2 kwa mafanikio sana. Uti wa mgongo, na unaona tayari ndani ya mechi 2 tu 3 kishachukua man of the match moja, ambaye amekaa miaka 4 Dar es Salaam Yanga Afrika. Watu wengi walihoji hili. Yanga pia kulikuwa na vyuma vingi jamani. Sio kwamba Aucho alikuwa haonekani, ila vyuma pale vya Yanga viko vingi, ndio maana ile tuzo ilikuwa pengine kumfikia yeye. Unaweza usione kila siku watu wana perform week in week out, umeelewa vizuri So hiyo nao ni changamoto, lakini kwangu naamini makocha hao wawili Gamondi na Ibenge ni makocha wakubwa sana ndani ya ligi yetu, lakini vile vile kwenye upande wa kombe la shirikisho barani barani Afrika, na waona baadhi. Shukrani sana. Barikiwe sana.